Asifiwe Yesu wapendwa. Mjambo, habari ya asubuhi. Sasa asubuhi ya leo na wasalimu, nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu aliyetupatia nafasi na uzima na afya kwa asubuhi njema hii ya baraka. Jambo la pili lenye nataka kusema ni asante kwa kila mmoja unayesikiliza video zangu na wale mnaozifuatilia na kutazama. Si Mungu wa uzima awabariki. Bwana awatendee mema, awezeshe kuingia katika mwaka mpya, na tunapoingia katika mwaka mpya, nataka kuweka recipe ingine tena hapa leo itakaowafanikisha kubadilisha mambo katika mwaka huu, na hii itakuwa ile tunaita kwa kizungu back to sender recipe, yaani kurudisha mishale yote ambao umetumiwa. Katika area ya magonjwa kuna watu wametumiwa matatizo ya magonjwa. Nitataka kukusaidia kurudisha hayo matatizo. Hii video hailipi pesa yote. Hii video ni masikio na macho. Masikio na macho, na uchukua hatua. Mungu akubariki. Katika area ya mahusiano, nitakupatia mbinu ya kurudisha mambo ambayo umepandiwa na mishale ambayo umetumiwa kuhusiana mahusiano yaharibike. Area za kibiashara na area za kitaaluma, katika maeneo yote, iwe ni mambo ya kiroho, nitakusaidia katika video hii. Na waomba watu wote ambao mnafuata video hii, mna tabia za kufinya video alafu wakati inaanza mnaacha, ati wakati wa mwanzo ati ndio unasikiza nataka kusema nini. Mimi mara nyingi huwa ninasema point yangu hapo katikati na mwisho. Kwa hivyo naomba mvumilie, mfuate video mpaka mwisho upate mafanikio ya hiyo video. Na hii ya leo imebeba mambo ya maana itakayo kusaidia sana mwanangu. Wale wafuasi wa Dr. Wilson Swahili Channel mnaonifuata suluhisho, na wapatia mwelekeo katika video hii, itawapatia msaada mkubwa katika mwanzo wa mwaka. Uwe umeokoka ama hujaokoka, amini kile nakwambia. Unamfuata Kristo au umfuate Kristo, amini kile nakwambia. Kama ni mfuasi wa hii channel, utasaidika na hii video. Kwanza, ninataka kukupatia mistari ya maandiko utakayetumia. Zaburi 8:22, Isaya 54:15, mstari ule wa 15. Isaya 7:1 mpaka 6 zitakusaidia. Unasoma hizo mistari zote. Isaya 8:10 pia itakusaidia kwa recipe hii. Yeremia 30 mstari wa 22 na 3, hiyo itakusaidia pia. Ayubu 11 mstari wa 20 itakusaidia. Yakobo 4:7 itakusaidia. Alafu Zaburi 68 mstari wa kwanza itakusaidia. Alafu Waefeso 6:16 itakusaidia. Wakorinto wa pili mlango wa 32 mstari wa 7 itakusaidia. Lakini Chronicle, sio Wakorinto, Chronicle, mambo ya nyakati 32 mstari wa 7 itakusaidia. Alafu Mathayo 12:29 itakusaidia pia. Katika kile kitabu cha Zaburi 23 kutoka mwanzo mpaka 6 itakusaidia. Na pamoja na hayo, kuna maandiko mengi ambayo Roho wa Mungu ndani yako wewe ataweza kukuongoza kuyatumia wakati unafanya recipe hii yenye nataka kuweka hapa. Basi wewe ukimaliza hizi, endelea na zile ambazo Mungu atakuongoza nazo. Unaona, ule wakati ambapo mwaka ukibadilika, wewe nataka uanze mapema, kuanzia saa 4 ama saa 5. Anza kuchukua hatua. Zile recipe zote ambazo nimesema ni za kipindi hiki cha kugeuza mwaka, ziandike chini na uanze kuziandaa. Kuanzia saa ngapi? Saa 4, saa 5 kuelekea saa 6. Ile kipindi ambacho watu wanakusanyika, wanangojea hiyo madakika, wanahesabu, wanarukaruka, wanasherekea, wengine wanalala kwa maombi, wengine wanaingia. Mimi nataka niwapatie nyote mnaonifuata, nirudi kwa manyumba zenu. Nenda kwa manyumba zenu kama mwezi. Kama hujajaliwa kujiunga na wale wengine, nenda kwa nyumba yako. Kusanya jamii yako. Keti kwa nyumba kubwa, ile inaitwa living room.
kusanya jamii yako hiyo masaa, weka kila kitu sawa, tulieni mbele za Bwana. Nataka kuwasaidia ili mgeuze mwaka na mwaka uwe na mafanikio makubwa ambayo hamjawahi kuona. Geuza mwaka. Kuna zile video ambazo nimefundisha, ile video ambayo imepita, hiyo imepita, na hii yenye naweka zinahusika sana na kubadilisha mwaka. Video hii pia inaweza kuchezwa kwa siku ya kwanza mpaka siku ya 7, lakini ni ya kugeuza mwaka. Ukiwa umechelewa utaiona kwa kuchelewa, basi siku ya kwanza mpaka ya 7 una nafasi ya kuitumia, itakusaidia bado. Nenda, ukishafungua Biblia, msome maandiko haya na jamii yako yote. Kama mko watu 5, nunua mayai 5. Kama mko watu 7, nunua 7. Yaani kila mmoja awe na yai. Alafu chukue chumvi ya baharini, ile chumvi ya baharini ambayo inaitwa sea salt. Kama unapata ile ambao ni imesiagwa sawa, lakini sana sana ile ambao ni natural, ambao bado ni ya mawe mawe ile. Mwaga kwa mkono wa kila mtu wa kushoto. Kama kuna mmoja kwenu ambaye hana mkono wa kushoto, bahati mbaya atatumia wa kulia. Lakini kama kuna mtu mmoja ana mkono wa kushoto, chumvi iwe kwa mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto ni wa utajiri na heshima na baraka duniani. Mkono wa kulia ni wa maisha marefu na afya nzuri. Sasa weka kwa mkono wa kushoto. Alafu chukua yai, simamisha juu yake, juu ya chumvi, hivi vile nimefanya. Unaona chumvi, weka juu yake hivi vile nimefanya. Wanangu, hii video nawafundisha na moyo wangu wote. Natamani hata wale ambao mnaweza kutoa sadaka zenu za hiari, useme mtu wa Mungu, kwa hiyo video ninasimama na wewe kunywa maji. Hii si ati nalipiwa. Hii ni maarifa na kupatia tu ya ndani sana, ambayo ya vitu vimesindikana. Sasa wewe, Mungu akikujalia, tuma maji kwa simu, tuma mwaka mpya kwa simu, tuma Christmas kwa simu. Mungu akujalie kama utafanya, lakini si kwamba ninaitisha na kupatia freedom ya kutapu katika mambo haya ninayoyafundisha. Unaona ile yai, weka juu ya chumvi. Ita majina yako mara 7. Majina yako jiite mara 7. Kila mmoja afanye hivyo. Ukishaita mara 7, mtu wa Mungu anza kuzungumuza. Yeyote ambaye hakutaki kuendelea mbele, unarudisha chochote ambacho amepanga ama anawaza ama amesema. Watu wametupa mambo katika remu 3, katika mawazo, maneno na matendo. Hakikisha ukisema, ambaye ananitakia nisione amani katika afya yangu, ninarudisha hiyo mshale kwa mawazo yake aliyowaza au maneno aliyonena au tendo lolote alilochukua hatua na akafanya. Ninarudisha hiyo mshale ianguke kwa nyumba yake na kwa maisha yake, chini ya mamlaka ya jina la vita, yani jina la Yesu. Hapo kama wewe unamwamini Yesu Kristo, hilo ndio jina ambalo sisi tunatumia tukiringa nalo. Hilo jina lina uwezo. Paulo anasema katika Wakolosai 3 pale 17, lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na mimi ndio maana nakuambia hapa sasa tuko kwa maneno na matendo. Matendo ni umechukua ili yai umeweka hapa, unafanya practical matendo. Unakumbuka ule mtu ambaye alichukua mshipi akajifunga, akasema mwenye hii mshipi kama vile nimejifunga ndivyo atakavyofungwa. Hiyo ni matendo. Maandiko yanasema alikuwa nabii katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa yeyote ambaye ataki uwe na amani ya kiafya ama taaluma yako ikuletee faida, ama wamefunga biashara isiende mbele, umeanza misingi ya nyumba alafu imebakia pale haijajengeka ikaisha,
Hela zimepotea, pesa zimeharibika, mambo yameharibika kikazi, kitaaluma, hata kwa watoto wako. Ndoa zinawaendea mrama. Zungumuza hizo vitu vyote ukirudisha walionena kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Rudisha, zirudi kwao. Naaman alitengeneza msalaba ili amsulubishe Mordekai. Kwa maombi na maneno walionena wakati walijinyima kufunga ule usiku, mfalme akatabika. Mambo ilirudi juu ya kichwa chake. Ule msalaba ndio alisulubishwa nao mwenyewe. Wale watu ambao wamepanga kwamba usione mwaka wa 2026, wale watu ambao wanaona mwaka huo ukiuona huo umekonda, usiwe na afya nzuri, wale watu ambao wamekutega ukutana wa Kora ama ukutana maajali ama mikosi visirani, mambo yasikwendee vizuri, nataka nikuambie, rudisha kwa maneno ya kinywa chako wewe mwenyewe. Rudisha hiyo mishale yote unapoingia mwaka mpya. Pasiwe na mtu atakayejaribu sema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke asiwe na uwezo wa kunitega mtego wote, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo yote ambao wamewaza, yote ambao wamenena na yote ambao wametenda, irudi kwao. Yale ambao wamepanda katika boma lako ili usiendelee, yale wamepanda yang'olewe yote na yapandwe kwao. Yale ambao wamenena katika anga ya kiroho ili wewe ugandamizwe kwa laana za kiroho, watu wakubwa, watu walio na mamlaka, wengine ni wahubiri walinena maneno mabaya, wengine ni watu wachawi, wengine ni watu wa ukoo walio na mamlaka juu yako, kama ukoo, kama maanko, maanti, mababa. Badilisha hiyo mambo yote kwa hiyo recipe. Kila chochote ambacho unataka kukiona kizuri kwa mwaka huu unakuja, Mungu akikujalia ukiishi mwaka huo, ita hiyo kitu itokee. Ita hiyo kitu itokee. Ukishamaliza kunena na moyo wako umeridhika kwamba umezungumuza anga yote, sasa mtu wa Mungu, utaenda kumwaga hii chumvi, utaenda kuimwaga kwa njia ambao watu wanapita. Inaweza kuwa ni barabara, inaweza kuwa ni njia, lakini bora ni mahali watu wanapita. Mwaga hiyo chumvi pale, alafu ili yayo uende pale upasulie hapo. Si lazima iwe usiku huo kwako wewe, kulingana maeneo unakaa. Kama usiku huo inawezekana, fanya hivyo, lakini kama uwezi, si lazima. Ngojea mpaka masaa, lakini isipite masaa 24 kama haijatoka ikabwagwa na kupasuliwa. Isipite masaa 24. Tafuta, iwe ni mchana, iwe ni usiku, utamwaga pale mahali unataka. Tupa pale, alafu upasue na usiangalie nyuma, uanze kurudi. Uende straight kwa nyumba, utoe nguo, uchukue chumvi kidogo ya baharini, uiombee, uitope kwa maji yako, uoge. Ukishaoga, mwachie Mungu. Umemaliza hiyo recipe. Nataka nikuambia kwamba mwaka, Mungu akijalia, watu wataanguka kushoto na kulia. Wengi watakuja kutubu kwako na kusema tulipanga hili. Wengine watakushangaza, watakwambia tulikuwekea sumu lakini haukufa. Tulituma wakora wakakatana wenyewe. Tulipanga hivi na mambo yakageuka. Na wewe utawasamehe na kuambia msijali. Utaongea maneno ya kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 20. Ninyi kweli mlikusudia mabaya, lakini Mungu aliyapindua kuwa mema. Hivyo ndivyo utakavyonena mwaka ujao. Utaona watu ambao utaambia hivyo, mlikusudia mabaya, lakini Mungu aliyapindua mema. Mungu ndiye apindue mambo. Kuna mambo ambayo umehusika nao. Usikae tu na kusema nitafunga na kuomba, nitafunga na kuomba. Funga ukiomba, ukifanya recipes ambazo ninafundisha.
Funga ukiomba na kufanya recipes ambazo nafundisha. Na wewe mwenyewe usiwe na moyo chafu. Wewe mwenyewe usipangie watu vibaya. Usije unaomba hivi ukireverse na kumba adui wako ni wewe mwenyewe. Hautaki kuona mtu akiendesha gari nzuri, hautaki kuona mtu akivaa vizuri. Unasikia vibaya ukiona mtu anaweka misingi ya nyumba yake. Unasikia vibaya ukisikia mtu ampata kazi, ama mtoto wake anataka kuolewa na mzungu, ama mtu aliye na mali, mtu mzuri. Husikii vizuri ukiona mtu amefaulu. Mtoto wa fulani ampita mtihani vizuri, usikii vizuri, na wewe ndio unaomba hii maombi. Uchafu wa moyo na ujinga wa kuwa na vitu vingi vya wivu na masengenyo kwa moyo vitakunyima baraka za Mungu. Fanya haya mambo na wewe mwenyewe usiwe adui wa wewe mwenyewe. Mungu akujalie. Ukisikia kunitumia chochote, wewe nitumie, nitashukuru. Na wala sitaki kukuambia kwamba natumia hii video kuomba. I am not asking. I'm just lecturing you na kupatia tu hekima. Nenda ukafanya hivi. Watu wanaporukaruka usiku na kulia na kuluka kwa vilabu na kupasua vitu, wewe nenda ukaseme maneno haya ninasema katika korido ya kiroho, katika sehemu ya siri. Kusanya jamii yako, kaa katika nyumba. Pita hiyo masaa, utaona manufaa makubwa kwa mwaka ujao. Utaona malango ambayo si ya kawaida, kibali ambayo si ya kawaida. Watu ambao wamepanga kukunyamazisha watakuja kwa magoti wakikuomba. Mungu akujalie utende haya nimekuambia, utanikumbuka. Naitwa Dr. Wilson Tayo. Wale mnataka kuniona Mombasa, kuja kwa ofisi, book an appointment, tuonane, nitakusaidia. Mungu akijalia, Nairobi, nitakuwa Nairobi mwaka huu ujao. Mungu akijalia, nitawatangazia. Asante. Bwana Mungu awabariki popote mlipo. Jiepushe na mitego mibaya. Fanya recipe hii, utaona uaminifu wa Mungu. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.